Katika ule mkutano mkuu wa shirika liliamua pia kusema kwamba halikupenda kutumia sana neno kiriba, bali lilitumia neno kalisi. Tulikumbushwa kwamba sisi wanashirika tunapaswa kuwa kalisi. Tunajua kalisi kazi yake ni nini. Baada ya muda mfupi dhabihu zitaletwa altareni, tutaweka divai katika kalisi, na kwa maneno ya makuhani divai ile itageuka kwa damu ya Bwana. Sasa sisi ni kalisi zinazotembea, zinazombeba Bwana, zinazompeleka Bwana kwa watu. Ni divai ambazo kwa vile ni mpya, inabidi pia zionyeshe uwezo wake wa kubadilisha, uwezo wake wa kulevya. Nikisema uwezo wa kulevya wala nisieleweke vibaya, tuchukulie tu mfano wa Jumapili ya Pentekoste pale mitume Petro na mitume walipotuhumiwa kwamba wamelewa kwa muonekano wao ulivyo na walivyokuwa wanazungumza. Tumelewa, walikuwa wamelewa, walikuwa wamemlewa Roho Mtakatifu. Basi katika ujana wenu, katika nguvu ambazo bado mnazo, hatutegemei kwamba mnakuja alafu msiache impact yoyote. Hatuwatumi kwenda kulazimisha mabadiliko mnakokwenda, lakini mkifanya kwa uaminifu, kwa kujua au kwa kutokujua, lazima mabadiliko yatatokea katika wale mnaotumwa kwenda kuwahubiria. Kwa sababu shirika letu kwa asili ni shirika la wahubiri, sio shirika la maisha ya ndani. Ni shirika la kukaa na kwenda kuhubiri. Mfano wenu wa pekee katika siku hii yenu muhimu, basi awe mwenye heri Yohane Merlini. Kwa wale wasiomfahamu, Yohane Merlini ni padre wa shirika letu aliyezaliwa huko Italia na ambaye alitangazwa Januari 12 mwaka huu kuwa mwenye heri. Ni mfano unaotufaa sana katika lile adhimisho la kutangazwa mwenye heri. Katika ule mkesha wa kutangazwa mwenye heri Yohane Merlini, msisitizo wa wale waliokuwa wanatoa tafakari walikuwa wanasema Merlini ni mtakatifu wa mambo ya kawaida. Miujiza iliyotokea ni kwa maombezi yake baada ya Bwana kumuita kwake, lakini katika maisha yake hakuna kitu ambacho tungeweza kusema ni cha ajabu sana. Mtakatifu wa mambo ya kawaida. Kwa hiyo shirika haliwatumi kwenda kufanya miujiza. Kuna ambaye ana karama hiyo, pia shirika halina uwezo wa kuizuia hiyo karama. Lakini kama huna, wewe nenda fanya mambo ya kawaida unayotumwa na kanisa, unayotumwa na shirika, na Merlini atakuwezesha. Merlini, simulizi moja linasema alipokuwa padre kijana, baada ya majukumu yake ya kawaida ambayo angeyafanya kama padre katika utume aliokuwa amekabidhiwa, angekwenda pia kuwasaidia mapadre wazee ambao nguvu zilikuwa zimepungua sana na wasingeweza kutoka sana kwa ajili ya utume. Na usafiri wakati huo ulikuwa duni, punda au aliyebatika farasi. Na baadhi ya mapadre wavivu walikuwa na msengenya, wanamsema vibaya kwa sababu wao walikuwa wafanyi kama Merlini. Walikuwa wanasema huyu kijana anajichosha bure, hana mabega ya kutosha kubeba huo mzigo anaojidai anaubeba. Merlini aliubeba na mabega yake yakuvunjika. Kwa hiyo katika nguvu zenu mnapaswa kuzitumia vizuri. Itafika wakati ambapo hizo nguvu zenu mnazo leo zitakuwa zimepungua. Merlini amekuwa kiongozi mkuu wa 3 wa shirika. Yeye pia tunaweza kumtaja kama ni divai mpya katika maisha yake yote. Alipokea shirika kipindi ambacho lilikuwa na changamoto, lilikuwa linapanuka, na ilikuwa lazima kutoa majibu ya wakati ule. Alichotuagiza Mtakatifu Gaspari baba yetu, alichokisisitiza, alichonuia wakati anaanzisha shirika letu, kibaki hicho hicho au kibaki alafu tuongezee kingine. Yule padre Mswizi
Francis de Sales Bruna, ambaye alifika Roma na akalipenda shirika letu na baadaye akalipeleka sehemu mbalimbali za Ulaya na hatimaye akalipeleka Marekani, alikuwa mojawapo ya challenge kwa Merlini kwamba kama baba yetu Gaspari ametufundisha utume wetu ni kwa ajili ya mahubiri, popular mission, lakini sasa kule Amerika tunaitwa kwa ajili ya kufungua parokia. Wakati huo Marekani kulikuwa na wahamiaji wengi kutoka Ulaya, walikuwa wanaenda kutafuta maisha kule, na baadhi yao walikuwa ni wahamiaji kutoka Ujerumani. Kwa hiyo maaskofu wa eneo hilo walikuwa wanahitaji mapadre wanaozungumza Kijerumani na wakae parokiani, sio kuhubiri. Jambo hili kwa tunaweza kuona ni dogo, padre kazi yake sio parokiani, lakini ilikuwa ni challenge kwa kiongozi wa shirika, niondoke katika misingi ambayo baba yetu Gaspari ameiacha, au nifikirie nje ya box, niwe creative in fidelity, niwe divai inayobadilika, shirika libadilike kuendana na mahitaji ya kanisa na mahitaji ya wakati huo. Merlini hata kama kiongozi aliendelea kuwa divai mpya, aliendelea kujibu alama za nyakati. Ndivyo wanangu wapendwa mnavyopaswa kuwa, kujibu alama za nyakati ukijua kwamba nyinyi divai mpya, lakini kujibu mkiwa mnabakia aminifu katika amri za Mungu, katika sheria za kanisa, katika sheria za shirika. Sio kujibu alama za nyakati kwa sababu ya kutaka kufurahisha kundi fulani, wakati hicho unachotaka walifurahie akiendani na mipango ya Mungu. Simaanishi jambo hilo. Kwa hiyo tunaombea muwe vyote vitatu nilivyovisema: divai mpya, viriba vipya, kalisi hai, kalisi inayompeleka Yesu kwa watu.